makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu yukoje kweli? Je, Mungu yukoje kweli kweli? Asante kwa swali nzuri. Nitachukua vipindi viwili kujibu swali hili. Lakini hata hivyo, sitaweza kusema yote kumhusu Mungu wetu jinsi alivyo. Mungu yupo. Biblia inaanza kwa maneno haya, hapo mwanzo Mungu. Katika mstari wa kwanza wa Biblia, inachukua uwepo wa Mungu kama kweli bila utetezi. Baadaye katika maandiko, waandishi wengine wanatoa mijadala mbalimbali kuwashawishi wasomaji wa Biblia kwamba ni afadhali kuamini kwamba Mungu yupo. Sababu zinazotolewa za kuamini uwepo wa Mungu ni kama yafuatayo. Kwanza, uwepo wa ulimwengu. Katika Zaburi 19 mstari wa kwanza tunasoma, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Vitu vyote vya mbingu na nchi vipo, na njia bora ya kueleza kuwepo kwao ni kwamba Mungu ndiye aliyeviumba vyote. Sababu nyingine inafuatana na sababu ya kwanza. Yaani, vitu vyote vipo kwa mpangilio wa ajabu sana. Maana yake lazima alikuwepo mpangaji au muumbaji. Katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 20 tunafundishwa kwamba kukataa yaliyo dhahiri katika uumbaji ni kumkataa Mungu aliye muumbaji. Mungu anadhihirishwa kwetu sisi akina binadamu kupitia uumbaji wake. Sababu ya tatu, wewe na mimi. Yaani wanadamu jinsi tulivyo huwa inatentea uwepo wa Mungu muumbaji aliyetufanya kuwa watu wenye akili, wenye dhamiri, wenye sisimua na maadili. Wanyama hawana sifa za namna hii. Kwa hiyo hali halisi ya wanadamu hutuelekeza kuamini kwamba Mungu muumbaji ndiye aliyetufanya kwa sura yake na kwa mfano wake. Angalia Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi 28, au hata Matendo 17 mstari wa 29. Hatimaye uwepo wa Mungu ni dhahiri kwa sababu ya 4. Sisi tunaweza kupambanua kiumbe kilicho bora au kamili. Mawazo yetu huwa yanatusababisha kufikiri juu ya ukamilifu au ubora au usafi wa mwingine aliye juu yetu. Hakuna mwanadamu ambaye hajawahi kuyafikiri mambo kama haya juu ya Mungu. Kumbe Mungu si kiumbe kingine kama vile malaika, bali Mungu mkuu ndiye aliyekuwepo tangu mwanzo, ambaye hakuumbwa wala hakuzaliwa, bali ni wa milele na milele tu. Mungu na muumbaji wetu. Mungu yupo. Lakini Mungu huyu yukoje? Ndio swali letu. Biblia inasimulia kweli juu ya Mungu ili tupate kumjua na kumwamini. Hebu tuanze kuorodhesha sifa zake Mungu, au kwa lugha nyingine tabia zake. Chukua Biblia yako. Biblia inasema Mungu ni moja, Kumbukumbu la Torati 6:4. Mungu ni Roho, Yohana 4:24. Mungu ni asiyepimika, Matendo 17:28. Mungu ni wa milele, Mwanzo 21:33. Mungu ni asiyebadilika, Yakobo 1:17. Mungu yupo kila mahali, Zaburi 139 mstari wa 7.
Mungu ni mkuu au mfalme. Waefeso mlango wa 1 mstari wa 3. Mungu anajua mambo yote. Mathayo 11:21. Mungu ana nguvu zote. Ufunuo 19 mstari wa 6. Mungu ni mwenye haki. Matendo 17:31. Mungu ni nuru. Waraka wa 1 Yohana mlango wa 1 mstari wa 5. Wow! Mungu ni wa ajabu, na haya ni baadhi ya sifa zake tu. Pamoja na sifa hizi, tunaweza kuona jinsi Mungu huyo anavyowasiliana na wanadamu kama wewe na mimi. Anafanya hivyo kwa upendo. Upendo ni muhimu. Mungu ni pendo, ni madai ya maandiko. Wimbo mmoja ninaopenda husema, Mungu ni pendo, apenda watu. Upendo wa Mungu huwa unatukumbusha kwamba siku zote anatafuta yaliyo bora kwa ajili ya wanadamu. Anataka mapenzi yake yaliyo bora na kamilifu yafanyike kwa ajili ya faida yako na utukufu wake. Mungu anapenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Katika waraka wake Yohana anaeleza zaidi. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Waraka wa 1 Yohana mlango wa 4 mstari wa 9 na 10. Pia Mungu anawasiliana nasi kwa kweli. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, akasema, mimi ndimi kweli. Yohana 14 mstari wa 6. Mara kwa mara Yesu alipenda kusisitiza ukweli watu misemo yake kwa kutanguliza maneno haya, amina, amina nawaambieni. Msingi huu hutokana na nafsi yake ya kuwa ni Mungu. Kwani katika Biblia neno la Mungu linasema daima kwamba kwa sababu Mungu hasemi uongo. Katika Hesabu 23 mstari wa 19 tunasoma, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. Mungu anawasiliana nasi pia katika uhuru. Maana yake Mungu hategemei mtu yoyote au nguvu yoyote. Mungu anajitegemea mbali na uumbaji wake wote. Sifa hii ya Mungu humweka katika nafasi kama mshauri mkuu, mwenye ujuzi na akili isiyopimika, naye anaelewa yote. Kwa hiyo ndiye mhukumu mwaminifu asiye na ubaguzi. Sikiliza Isaya akizungumza habari hizi katika mlango wa 40 mstari wa 13 hadi 14. Ni nani aliyemwongoza Roho ya Bwana na kumfundisha kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza maarifa na kumwonyesha njia ya fahamu? Jibu ni hakuna, kwa sababu Mungu anajitegemea katika uhuru wake. Na mwisho, namba 4, Mungu anawasiliana katika utakatifu wake. Kumaliza somo letu leo, tunapaswa kuzungumza kidogo juu ya utakatifu wa Mungu. Kweli Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Asili ya neno hili ni kutenganishwa au kuwekwa kando kwa ajili ya nafasi ya kipekee. Pia neno hili linamaanisha safi. Mara kwa mara Wakristo wanajua Mungu mtakatifu ndiye safi, asiye na dhambi, asiye na mawaa,
Na ni kweli kabisa. Mungu ni mtakatifu, mwenye macho safi, asiyeweza hata kuangalia uovu au ukaidi. Tazama Habakuki mlango wa 1 mstari wa 13. Lakini maana ya utakatifu wa Mungu ni kwamba yeye ni tofauti na wote, ni wa pekee. Yeye ametenganishwa katika daraja lake la pekee. Hakuna aliye kama Bwana Mungu. Yeye peke yake ni mtakatifu. Yeye ni mtakatifu katika upendo wake, katika hukumu yake, katika haki yake, katika neema yake, katika msamaha wake, na kadhalika na kadhalika. Mungu ni mtakatifu katika sifa zake zote na katika nafsi yake kabisa. Na habari hizi ni ufafanuzi kidogo jinsi Mungu alivyo kweli kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Utatu wa Mungu yukoje kweli? Makala ya Jueni Kweli.